Ziko nyakati ambazo utapitia kiasi kwamba kila mtu anakudhihaki na kukutukana, hata na kukutukana bado Mungu anaye watu au anaye mtu ambaye atakusaidia ahakikishe kwamba kusudi la Mungu litatimia. Wacha niseme hivi, Yesu leo tunasherehekea na tunakumbuka siku ya kufa kwake na kufufuka kwake, lakini maandiko yanasema alifika mahali msalaba ulikuwa mzito, msalaba ulimgharimu, alitamani kukimbia. Waliokuwepo Ijumaa, alifika mahali anaomba maombi haya: Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, maana ni kizito sana. Kama bado kuna vitu unapitia, inafika mahali nafsi inakuwa nzito, unafika mahali unatamani kukimbia. Kama ni mume unatamani kukimbia, kama ni mtu unatamani kukimbia, kila kitu kwako kinagoma. Huo ndio msalaba. Kuna vitu haviendi salama kama unavyotaka, na adui anainua vita ili ukate tamaa. Nimetumwa nikutangazie, usiogope hiyo vita, maana hiyo vita ndio itakayoleta ushindi kwenye maisha yako. Usiogope hayo mapito yanakuandalia historia ya maisha yako. Usiogope vita, hiyo vita inakuandaa kwa mtu mkubwa. Kuna mtu unapita kwenye ndoa mahali pagumu, lakini utakuja kuwa mwalimu wa wanandoa. Kuna mtu unapita kwenye madeni, lakini utawakopesha mataifa. Kuna mtu ulikataliwa, lakini utakubalika sana. Kuna mtu unachafuliwa, lakini utaoshwa sana. Kuna mtu aliyeshushwa sana, lakini utainuliwa sana. Nimekuja nikuambie, msalaba unaopitia, msalaba unaobeba, imebeba mambo mema mbele, imebeba heshima mbele. Naongea na kijana mmoja anayepita, kuna mahali unakwenda, ingawa majirani wanakuona takataka, wacha wakuone. Ingawa wanakuona aliyedharaulika na kutupwa, wacha wakuone. Beba msalaba, na saa ya kubeba msalaba, nyamaza kimya. Kila mtu ataongea atakaloweza kuongea, lakini nataka nikuambie, hata wakikuacha, Mungu atainua simu mkerene. Hata ndugu zako wakikutenga, Mungu atainua simu mkerene. Hata marafiki wakikuacha, Yesu bado ana watu wengi watakao kutia moyo. Nani ukasema sikati tena tamaa? Sema fire, sema fire. Biblia inasema Yesu akafika mahali akashindwa kubeba msalaba. Wanafunzi aliokuwa anawategemea, wakina Petro, watu wamefyatanikia, watu wamekimbia. Nisikilize mwanangu, jifunze kutembea mwenyewe kwenye maisha. Jifunze kusimama kama wewe. Usiwategemee watu. Unaowategemea watakugeuka mchana peupe. Unaowategemea watakusema, unaowategemea watakushusha. Weka imani kwa Yesu, weka imani kwenye msalaba, weka imani kwenye madhabahu. Hata wakikuacha, waambie niacheni. Hata kama nitabaki mwenyewe, siko mwenyewe. Mungu atainua simu mkerene. Wakati watu wamekuacha, Mungu atainua simu mkerene. Wakati ndugu zako wanasema huyu ana akili, amechanganyikiwa, hapati kazi, sawa, wao wasikupatie, sawa, wao wasikutie moyo, lakini simu mkerene yuko mahali. Haijalishi ni wa familia ya kwenu, haijalishi ni nje ya familia ya kwenu, lakini simu mkerene yuko mahali. Atatengeneza ndoa yako. Simu mkerene yuko mahali. Atakuitia biashara. Simu mkerene yuko mahali. Atakusaidia huo msalaba, atakusaidia huo msalaba. Haijalishi ndugu zako wanasema aondoke kwenye familia, nataka nitangaze kinabii, simu mkerene yuko mahali. Kwenye Pasaka, Yesu ainue simu mkerene wa maisha yako. Yesu ainue simu mkerene kwa mume wako. Yesu ainue simu mkerene kwa kaka yako. Yesu ainue simu mkerene kwa mke wako. Haijalishi amekukataa kaenda kwao, huko kwa Yesu ainue simu mkerene. Haijalishi kaka yako ni mlevi na unaomba kwa ajili yao, kwenye baa Mungu ainue simu mkerene. Amwambie hutaki kunywa pombe wewe, amtoe kwenye baa, mlete kwa Yesu. Ninatabiri kinabii, kuna mtu leo anainuliwa simu mkerene. Yesu ainue simu mkerene kwenye biashara zako. Wakati kono wanasema tusimuungishe, wakina simu mkerene watasema sawa, niye mnamkataa, lakini tutamuungisha. Tumetuma kubeba kipawa anachokibeba. Naongea na mtu mmoja ambaye wakati naongea, kuna mafuta inaingia ndani yake, kuna nyota inang'aa ndani yake, kuna kipale inang'aa ndani yake. Sema ina mguse mwenzako, mwambie simu mkerene yuko mahali. Mwambie ingawa nalia leo, lakini machozi hayatadumu. Ingawa giza lipo, lakini giza halitadumu. Ingawa giza lipo, lakini halitakaa milele. Ingawa napita, lakini sitadumu kwenye haya mapito.
Wanaokucheka waambie napita Bwana, napita Bwana. Yesu na akanyamaza kimya. Mungu akainua Simon Kirene, akafikisha msalaba, akafikisha kusudi la Bwana. Kuna mtu mmoja naongea hapa, atafikisha kusudi la Bwana. Atakuja kuwa mfanyabiashara mkubwa, atakuja kuwa daktari, kizazi chake kitakuwa madaktari, watoto wake watakuwa maprofesa. Na ndio maana unapita kipindi kigumu kwenye ndoa. Ni ishara kizazi chako sio kizazi cha kawaida. Ukiona vita, hawakupigi wewe vita, kuna kitu unabeba, ndicho kinachopigwa vita. Ukiona ndoa inataabika, ukiona familia inataabika, haipigwi familia, kuna kitu kinaonekana kwenye familia, ndicho kinachopigwa vita. Nataka nitangaze, naongea na watu mashujaa ambao watapaa angani, watainuka katikati ya vita na misalaba yao watashinda. Sema amen. Mguse mwenzako, mwambie msalaba wako usipunguze. Mwambie msalaba usipunguze. Sema msalaba usipunguze. Lakini la pili, sema la pili. Yesu akiwa msalabani alikumbana na waizi wawili. Mmoja alimdharau, mmoja alimtukana, lakini wa pili akamwambia, ewe Yesu, nikumbuke katika ufalme wako. Yesu akamhakikishia ondoleo la dhambi, akamhakikishia uzima wa milele. Nataka nikwambie, usiwabebe watu moyoni, wasamehe, 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 wasamehe. Pasaka hii wasamehe. Tangaza msamaha kwa waliokuumiza. Usije mwanangu ukaweka mtu aliyekuumiza moyoni. Usije ukabeba vitu vinavyoumiza. Hata kama wamekuumiza, waweke pembeni. Beba msalaba wa Yesu, tembea na Yesu. Mwambie mwenzako, wasamehe waliokuumiza, waondoe moyoni. Sema wasamehe, sema wasamehe, sema wasamehe, sema wasamehe, sema wasamehe. Awe mama mkwe, awe mwali, awe jirani mtu, awe mme, awe yeyote, wasamehe Pasaka hii. Watangazie kwamba nimewasamehe na moyo wangu uko kilia, ili Bwana akainue Simon Kirene kwenye maisha yako. Samehe waliokuumiza. Usiwabebe watu. Usije ukafa kwa ajili ya mtu. Unaweza ukabeba watu ukafa na pressure kabla siku zako. Usiumie kwa ajili ya mke wako. Ni shetani ameinua ili akutaabishe, ili unachokibeba akurudishe nyuma. Tazama mbele. Yesu akutazama uliokuwa unampiga, alitazama mbele. Haijalishi kwa nini bomo unapigwa, tazama mbele. Haijalishi kwa nini kampuni unapigwa, tazama mbele. Kwenye taasisi unapigwa, tazama mbele. Biashara yako ina wapinzani, tazama mbele. Haupigwi wewe, kuna kitu unachokibeba, ndicho kinachopigwa. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Sema kila madhabahu haitaendelea, 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 haitaendelea. Sema Pasaka hii kila cha kwangu kilichokufa kitafufuliwa. Lakini maandiko yanasema wakati Yesu akiwa pale msalabani alilia sana, lakini haikutosha, alienda kuzimuni kwa ajili yetu. Aliposhuka kuzimu, Biblia inasema akapambana na maroho, akapambana na Lucifer, akanyang'anya funguo za mamlaka, akarudisha mateka, akarudisha nyota zetu, akarudisha afya zetu. Hivyo nataka niongee, alipokwenda kuzimu hakwenda hivi hivi. Alipeleka jina lako, alipeleka jina langu, akapeleka mbingu, akasema Elisha yuko huru, akasema Neema yuko huru, akasema Sara yuko huru. Na sio kwamba tu yuko huru, sio yuko tu huru kimwili, yuko huru kiuchumi, yuko huru kiafya, yuko huru kwenye ndoa. Nataka nitangaze, wanaonisikia hapa na watangazia uhuru. Mairabo shandara makori, natangaza uhuru, natangaza uhuru. Aliyepangiwa kifuata kufa tena, aliyetengenezwa jeneza litapasuka. Nataka nitangaze kinabii, Yesu amefufuka. Kama Yesu amefufuka, naitangazia biashara yako ifufuke, naitangazia ajira yako ifufuke. Unayefanya kazi kwa mtu, pokea kibali ya kuonekana.
kizazi chake kifufuliwe, watoto wake wafufuliwe, nyota zao ziachiliwe, wasio na kazi wapate kazi. Nilileta uhuru wa Yesu. Yesu amenituma wanangu, aliyetangaziwa kifafi tena, aliyetangaziwa kazi anaye, aliyetangaziwa ataolewa ataolewa, aliyetangaziwa jengi anakwenda kujenga, aliyetangaziwa ataachana wanakwenda kurudiana. Ndio kapokea mali inawezekana. Ninatabiri kila inawezekana. Natabiri inawezekana. Shujaa ameshinda. Kama ameshinda, nami nitashinda. Namuona mwanamke anakwenda kupaua nyumba yake. Namuona kijana anakwenda kupaua nyumba yake. Naona wateja wananimilika kwenye kazi yake. Waliomwekea beria wanakwenda kudondoka wenyewe. Wanakwenda kudondoka wenyewe. Anayetaka kuwekea sumu au amwekea mlako sumu. Yesu amefufuka. Yesu amefufuka. Yesu amefufuka. Kama amefufuka shujaa, nafufua kazi yako. Nakuletea wateja. Nakuletea wateja. Kutana watu sahihi. Kutana wakina Simba Mkewene. Jesus. Kuna nguvu inapita ndani ya watu. Kuna tembea kunapita ndani ya watu. Kuna nguvu ya ufufuo inapita ndani ya watu. Kuna mtu kwenye ardhi uliopo inapita. Mungu anasema anakwenda kufufua vilivyotangazwa kwamba vimekufa. Hiyo ardhi hautajenga hapo, na hiyo ardhi yako inakuja. Hautaishi hapo. Kuna ardhi imeshaandaliwa. Ninatabiri kinabii, hakuna atakayeondoka kwenye ibada hii kama alivyokuja. Kuna watu wa biashara hapa na waona. Ninatabiri kinabii, mbele hizo biashara naondoa giza. Naondoa giza. Naondoa giza. Naondoa giza. Kila aliyekaa kama giza mbele ya biashara yako, leo Yesu anakwenda kushahidi. Wateja watokea mashariki, wateja watokea magharibi, wateja watokea kaskazini, wakimiminika kwenye duka lako, wakimiminika kwenye biashara yako. Kuna mtu nyota yake inang'arishwa. Kuna mtu nyota yake inang'arishwa. Kuna mtu nyota yake inang'arishwa. Mwanangu daka hii kitu. Mwanangu pokea nachosema. Hautabaki kama ulivyo. Ungalia kwa muda mrefu. I speak now. Pokea mafuta mabichi. Pokea neema. Hautabaki kwa shaka hii kama ulivyokuwa. Hautabaki. 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 Aliyekuangalia Yesu amekuja kwa ajili yako. Kitabu cha Isaya kinasema hakika ameyabeba masikitiko yetu, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Napenda nitangaze, una ugonjwa wa kila aina, una ugonjwa wote kwenye mwili, una ugonjwa wote kwenye tumbo, una ugonjwa wote kwenye kifua, una tatizo lolote, pandisha kiwango cha imani. Maadamu bado hujapumua, maadamu bado unapumua, haujafa bado. Unaweza kunyanyuka tena, ukaanza kushahidi, unaweza kutangaza ukombozi tena katika familia iliyokukatia tamaa. Sema leo sitakufa, nitaishi na msalaba wangu utafika mwisho. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Ndio mkono tuelekeza ulikotoka. Sema kila roho inaofanya kazi na watangazia hakika Yesu amefufuka. Na kama Yesu amefufuka, na vitu vyangu vifufuke kuanzia sasa. Tetemeko linapita. Tetemeko linapita. Tetemeko linapita. Kila roho ya mauti, 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 kila roho ya mauti inayofanya kazi haitafanya kazi, haitafanya kazi. Kila roho ya mauti, kila roho ya mauti, waliopangiwa kifo, waliotangaziwa mauti, waliopangiwa majeneza, tunapaswayo majeneza, tunapaswayo majeneza. Kama Yesu alivyofufuka, ndivyo tunavyofufuka. Kama Yesu ameshinda, ndivyo ninavyoshinda kwenye hiyo familia ya kwetu. Hiyo mauti iliyopangwa, tunafuta hiyo mauti kwenye kazi yangu, kwenye biashara yangu, kwa watoto wangu, kwenye ndoa yangu. Kila roho iliyonuishwa, kila roho iliyonuishwa kuanzia getini, kuanzia chumbani, kwenye eneo niliyopo, kila roho ya uchungu, kila roho ya vita, tunang'oa sasa, tunang'oa sasa. Hayataendelea, hayataendelea, hayataendelea. Rabashaka, hayataendelea, hayataendelea. Mume wangu aliyekamatwa, nyota iliyokamatwa, inayotumikishwa baharini, sasa iachiliwe, sasa iachiliwe. Hakika Yesu amekufa, hakika ameshinda, hakika ameshinda, hakika ameshinda. Na tangaza kutoka ndani, hakika nimeshinda, hakika leo nashinda, hakika leo napenya, hakika leo sitabaki kama wa kawaida. Tamka, 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 jitamkie sasa, jitamkie
kuanzia sasa hakika umeshinda. Hakika umeshinda. Hakika umeshinda. Nina habari njema, hakika umeshinda. Hilo pito lako hakika umeshinda. Hakika umeshinda. Kuna watu watakuona kwa level nyingine. Kuna watu watakutafuta kwa level nyingine. Nataka niseme hivi, kuna watu watakutafuta kwa level nyingine. Na Yesu alipofufuka akasema, nimepewa mamlaka duniani hata mbinguni. Akatupa na agizo. Hivyo kuanzia sasa una agizo la kuhubiri injili. Una agizo la kushuhudia habari za Yesu. Kuhubiri injili sio mpaka ushike Biblia kama mimi. Unaweza ukahubiri injili kwa njia ya matendo yako, kwa njia ya sadaka zako, kwa njia ya kusupport huduma, kwa namna mbalimbali ile. Unaweza kuhubiri injili. Nataka nitangaze pia, na hiki kitu nakiona, kuna watu mmepita pagumu, kumbe mlikuwa mnaangaliwa. Yale mapito yenu itakuwa ushuhuda kwa watu waliokuwa wanaofuatilia. Narudia tena, kuna mtu umepita, kila mtu alikungonga, lakini saa inakuja yale mapito yako watasema hakika kama brother ameshinda na sisi tutashinda. Kuna mwanamke anapita pagumu, hayo mapito itawashangaza maadui zako. Kuna waliopanga kifo chako wakatangaza huyu ana watoto, wakatangaza hataishi na mke, wakatangaza atakufa, lakini nataka niseme na habari njema niliyo nayo, hiyo ni mapito. Watasema kama Elia ndiye ameshinda na sisi tutashinda. Kuna watu kupitia mapito yenu mtakwenda kuhubiri habari za Yesu. Na ukihabari za Yesu, Yesu aliyeteswa ndio Yesu anayetukuzwa. Na unayekataliwa utatukuzwa mchana peupe. Usema zako mwambie unachokipitia sasa ndicho kitakuwa ushuhuda. Kuna watu wanaandika daftari kwa ajili yako. Kuna watu ni washabiki. Kuna watu wanakufuatilia. Kuna watu wanakujua kuliko unavyojijua. Kuna watu wanajua maneno yako kuliko unavyojijua. Kuna watu wanajua shida zako kuliko unavyojijua. Lakini wacha wajue, na wengine kazi yao ni kwenda kule kutangaza mahali kukuchafua. Nataka niwatangazie, wakutangaze sana, wakuchafue sana. Saa inakuja inakuwa kama vile ambavyo tulipokuwa shuleni tunasema short kulia, short kulia, short kulia, short kulia. Kiranja mkuu anasema mbele tembea, short kulia, short kulia, short kulia, short kulia, short kulia, short kulia. Unashangaa vile vitoto vingine vinakwenda tu, unanikanyaga bana, unanikanyaga bana. Unashangaa kuna kiranja kana saidia vile vitoto, maana vinakaa kama vile vina mende, vina magonjwa, havijui hata kukimbia. Akisema kimbia, anakimbia. Sasa unanikanyaga bana, uone nguo, unanikanyaga bana. Yaani vinasaidiwa, havijui vinakwenda wapi. Lakini unashangaa inafika sehemu goli linasimama, alafu mwalimu kiranja mkuu anasema nyuma keuka. Kale kashoti akajua kafunga kamba, hajui kinaendaje, kile mstari unaendaje, kinaambiwa haya mbele tembea. Yaani kashoti kanaongoza msafara, yaani akajui. Lakini Bwana analetani mpira, Bwana analetani mstari tena. Kuna watu mwaka huu kabla haijaisha Bwana ataletani mstari wako. Bwana ataletani, alionekana atajenga, Bwana atasema nyuma keuka. Alionekana ni wa mwisho kwenye familia atakuwa wa kwanza. Ndio ionekana ifai itakuwa ya kwanza. Naona watu saba. Sauti hii inawaambia nyuma keuka. Jesus. Kibiashara nyuma keuka. Hajiwaji kufanya biashara lakini atashika namba moja. Hajiwaji kujenga lakini atajenga. Hajiwaji kuendesha gari lakini ataendesha gari. Hajiwaji kufaa vizuri lakini atafaa vizuri. Hajiwaji kusuka vizuri lakini atasuka vizuri. Hajiwaji kuongea na ataongea. Ninatabiri kinabii popote unakonisikiliza, ninatabiri Bwana analitana mstari wako leo. Jesus. Kuna mstari utageuka leo. Kuna mtu atageuka leo. Kabla mwaka hujaisha, kuna familia itaanza kushika namba moja. Kabla mwaka hujaisha, kuna baba amekatia tamaa familia yake. Mungu atakuosha machozi. Na kuanzia leo, Mungu anakwenda kufichua kinachotesa maisha yako. Mungu anakwenda kufichua kinachotesa boma lako. Mungu anakwenda kufichua maadui. Maana
ukiwa na imani jiconnect sasa na waroposha na wadondosha na wafanya waropoke. Wamekuloga waseme tumeloga, wamekuzuia waseme tumekuzuia. Yeyote aliyekuchawia ni safari yake apokee moto. Sema amen. Kwa sura nzuri nimalize. Yesu alipofika pale msalabani, maana yake mwanadamu alikuwa kwenye utumwa, Yesu aligeuza kila kitu. Akasema leta. Alionekana afanya atafaa. Alianikiwa atahukumiwa tena. Mguse mwenzako mwambie sitahukumiwa tena. Hebu shika kiuno sema sasa. Wanaoniona kwa level hii wanisubiri nakuja. Sema nakuja. Sema nakuja. Inaona watu ambao watakuja kujenga kanisa hapa. Ingawa sasa wanaonekana ni vitoto havina maana, watakuja kubeba kanisa. Inaona watu ambao familia zako wao watapata mitaji kupitia wao. Ndugu zako watapata, angalia mtu amekaa mbele. Ndugu zako watapata mitaji. Hautaomba mitaji, watapata mitaji kwao. Ingawa kwa sasa unadaiwa, Mungu anasema ndio wewe utaenda kuwakopesha mataifa. Ndio wewe utakwenda kuolewa. Ndio wewe utakwenda kuwa baraka. Ndio wewe mamaka atasema haiwezi kwenda leba kwa bahati mbaya. Kitabu cha Isaya kinasema tumekuwa kama watu waliozaa hewa. Nakataa mama hujazaa hewa. Nakataa hujazaliwa kuwa hewa. Nakataa ya kwamba aliyezaliwa ni shujaa, ni binadamu shujaa, ni binti shujaa, ni kijana shujaa ambaye kwenye hiyo familia kila aliyemdharau mzazi wake watasema respect kwa Joshua, maana anamtambulisha baba yake. Baba yake ingawa ni mlevi, mama yake ingawa na mwelekeo, lakini Joshua amezaliwa kwenye familia isiyotambulika, anaitambulisha familia. Roho shakariama, ninatamka kizazi chako hakitakuwa kizalisha bahati mbaya, haitakuwa kizalisha mateso, itakuwa kizazi cha furaha. Mama pokea uzao wa baraka, mama pokea uzao wa baraka. Watoto wako wakainuliwe, watoto wako wakabarikiwe. Kwenye hilo tumbo hawajatoka walevi, kwenye hilo tumbo hawajatoka mazezeta, kwenye hilo tumbo hawajatoka walevi wasio na kazi kupitia wewe. Wapokee kazi wakiwa mikoani, wapokee kazi wakiwa Mwanza, wapokee kazi wakiwa Dar es Salaam. Kuna wamama watatu naona vijana wao milango inafunguka, milango ya kazi, matumbo yao yamekuwa kilia. Wapatie kazi watoto wangu. Mungu anakuja na ujumbe huu, wanapata kazi kabla ya tarehe 20 wameshapata kazi. Milango hiyo kwa inafungwa, ninafungua, 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 ninafungua. Na mwana mama anamwambia mume wake alikuwa mfanya biashara, amepigwa mpaka chini. Ninaona mtu ananiambia tunatumia nyota yake, usimfungulie milango mume wake. Sasa hivi wanaishi kwa makesho, nyota yao inakuwa ni furugu, hawana amani. Mbingu inasema milango yao inafunguka, hiyo nyota inaachiliwa, hiyo nyota inaachiliwa, hiyo nyota ya biashara, hiyo nyota ya kazi inakuja, inakuja, inakuja. Ndio mikono yako juu, inakuja, inakuja. Haiwezekani Yesu afe alafu tukabaki kuteseka. Hakika na uhakika, na uhakika. Inaona watu sita, inaona watu sita, endelea kuwa katika uwepo wa Bwana. Inaona watu sita, inaona watu sita, wana vita, wana vita. Na vita walivyo navyo sio vya kwao. Wanabeba heshima, wanabeba heshima, wanapigwa vita vikali, inagharimu hata maisha yao. Ziko nyakati mpaka mioyo inavuja damu, wanatamani kufa, wanaona mwelekeo. Kwa nini matatizo yanarudi mara kwa mara? Ulimwengu wa roho inasema wanabeba kitu kikubwa, wanabeba kitu kikubwa, wanasubiriwa na watu wakubwa, wanasubiriwa na watu waliokata tamaa. Kama ambavyo Yesu alikuwa msalabani, hakuna mtu angetambua kwamba angekuwa shujaa namna hiyo, lakini mateso yalimgharimu. Ndivyo kwako inavyokuwa. Nyosha mikono yako juu, nyosha mikono yako juu, nyosha mikono yako juu. Roho Mtakatifu yuko hapa kwa kusaidia. Roho Mtakatifu yuko hapa kwa kupeleka viwango vya baraka. Roho Mtakatifu yuko hapa, hakika yuko hapa, hakika yuko hapa. Nasikia wingu linatembea katika ulimwengu wa roho. Nasikia Roho Mtakatifu akiniambia nimeshashuka, nimeshashuka. Alafu unaona msalaba wa Yesu katikati ya madhabahu hii, katikati ya madhabahu hii. Alafu nasikia sauti ikiniambia kuna watu nimewaleta leo kwenye ibada hii, sio akili zao, nimewaleta mimi. Wengine jana walikuwa wanawaza sana, yani waliona kwamba hapa kuchi mioyo yao
yao inawaza mambo mengi. Na Pasaka hii wengine wanafurahia, lakini wao wanalia. Kuna vitu ambavyo Pasaka imewakuta hawajabadilisha chochote, hawajapiga hatua yote, na siku zinaenda mambo yabadiliki. Naona msalaba wa Yesu na damu ya Yesu ikitiririka, alafu naona ikiandikwa hivi: wameshikiliwa miguu yao, hatua zao zimeshikiliwa, hatua zao zimeshikiliwa. Hawapigi hatua kwa lolote. Mwaka unaanza wako vile vile. Mungu anasema kama zinakatika, weka mikono wako juu. Weka mikono juu, kama moja elekeza huko madhabahuni. Kama Mungu wako ishivyo, ukapiga hatua, ukapiga hatua. Kwenye ndoa piga hatua, kibiashara piga hatua, kiafya piga hatua, katika wokovu piga hatua, kona zote piga hatua. Nenda kaandika historia, nenda kaandika historia. Na unajua shetani anakutesa ufe kama hujaweka kwenye familia uliotoka. Haishivyo Mungu, utakwenda kuweka, utakwenda kuweka, utakwenda kuweka. Nyosha mikono yako huko madhabahuni. Sema: Bwana Yesu, ninakushukuru kwa nafasi hii. Asante kwa kazi ya msalaba. Asante kwa kunifia. 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 Sikustahili neema kama hii, lakini ulikufa kwa ajili yako. Baba, ulimshughulikia shetani na ufalme wake. Na mimi leo Pasaka hii, Pasaka hii, sema kutoka, sema Pasaka hii, hata kama sijapewa unabii, hata kama sijasimamishwa, sauti ya mjoli wako inatosha kunifungua. Wewe umekaa ndani yake. Pasaka hii ninakuamini kwa upya, ninakuamini kwa upya. Kila shtaka kwenye familia iliyotoka, inaoni shitaki, ilionichorea mipaka kwamba mwisho wangu ni hapa, leo mauti na kuzimu ifunge virago. Mimi sio mwenzenu. Kuanzia leo Yesu nakuamini. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Futa jina langu kwenye kitabu cha mashtaka, kitabu cha magonjwa, kitabu cha laana, kitabu cha laana, kitabu cha mikosi, kitabu cha kushushwa. Kuanzia sasa tembea na mimi, uwe na mimi, fanya kazi na mimi. Maana imeandikwa unafanya kazi pamoja na wale wakupendao. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila roho iliyokaa hapo jari ikatuchorea mipaka, leo navunja boda. Sema navunja boda. Sema kwa sababu navunja boda. Kila boda niliyowekewa kwamba sitapita, leo navunja. Kama ambavyo tetemeko ilitokea, pazia la hekalu likafungika, pazia ikavunjika, ikatoa njia. Leo sema kwa imani, maana kuna watu watapenya katika mbingu zingine. Sema leo ninapenya na mimi. Wote walionizuia, wote waliomzuia mke wangu, wote waliozuia familia, niko hapa kwa niaba ya familia. Yeyote, 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 yeyote aliyetumia jina langu mimi, jina la familia, akachota ardhi, akaongea chochote, akanishughulikia kwa waganga, kwa namna yote, sina habari na nyie. Tetemeko linapita jana wa leo. Tetemeko kwenye nyumba yangu, waliokamata nisijenge. Tetemeko. Sema tetemeko. Wanaozuia nisipandishwe cheo, nisipate kazi, nifukuzwe kazi. Sema naachia tetemeko. Kuanzia sasa hivi, kuanzia sasa hivi, kuanzia sasa hivi, kuanzia sasa hivi, mimi sio mwenzenu, mimi sio mwenzenu, mimi sio mwenzenu, mimi sio mwenzenu, mimi sio mwenzenu. Kila mlichopanga na warudishia, na warudishia, na warudishia, na warudishia, warudishia. Tamka tunawarudishia. Ikiwa ni fungus tuwarudisha, ikiwa ni pressure tuwarudisha, ikiwa ni umaskini tuwarudisha. Tamka, tamka, tamka. Kuna kitu kinafanyika muda sio mrefu hapa. Kuna anga inapata shida, kuna watu wanapata shida. Rabashaka rabashaka
saka ripo saka robo sakrabasanda. Kuna mwingine naona mtaji unashuka. Weka tu mikono juu, utasikia mikono inawaka moto, utasikia kuna nguvu inapita kwenye mikono. Kuna mwingine mtaji amekuwa akiomba Mungu nisaidie nipate cha kufanya, nipate. Ndio inakuja rababa ripo saka. Wamekuzuiliwa kakuingizia roho ya madeni rababa ripo hapa, na unafuatilia mpaka kazi zako robo. Angalia nasikia moto unapita. Kuna moto unapita maigadi wewe honi. Kuna nguvu utakutana navyo. Naona tu mtaji. Kuna mwanamke ananiambia, kwa nini unampa mtaji? Kwa nini unafungua mikono yake? Hujajua tunakulaga pesa zake. Hujajua nimekaa kwa sura ya chuma ulete. Hata akikamata pesa afanyi kazi. Angalia mikono yako ya moto. Angalia utasikia tu. Kama ni wewe kuna mikono itawaka moto. Kuna kitu kitapita rababa. Kuna dada anabeba utajiri. Kuna kijana anabeba utajiri na ameanza biashara ndogo. Wakamshughulikia kwenye boma aliyopo. Akasema huyu ana akili na tumaradi za moto. Mwachie nyota yake. Naona ndoka kijambia niko getini eti. Nimesimama kwenye malango yao. Rababa. Ripo shaka. Angalia mikono. Angalia hapo katikati. Kuna mtu mikono inawaka moto. Kuna mtu ndio navua kile unachokufalisha. Navua roho ya madeni. Ukikamata pesa eti inakuwa tu madeni. Unachukua ukiwa na akili. Unachukua ukiwa na mipango. Eti baada ya muda inakwenda kuumiza. Pepo la madeni. Roho ya chuma ulete. Toka. Achia mikono yake. Pasaka hii atatawala. Pasaka hii mikono yake itatawala. Rapa. Kuna watu watatu wana nyota za biashara. Ninaona maduka yao makubwa yamezuiliwa kwa muda mrefu sana. Pasaka hii Roho Mtakatifu anapita kufufua. Pasaka hii Roho Mtakatifu, na usijali itafufuliwaje. Yuka anayesema atafungua njia. Kuna uwepesi utaachiliwa. Jesus. Kusema madhabahu baraka. Nafungua mikono ya mtu mmoja. Damu ile umekika kwenye mikono ya Yesu, naipaka kwenye mikono yako, naipaka kwa imani. Kuna mtu ana nyota ya kusaidia watu. Sio mtu mdogo. Ana nyota ya kusaidia watu. Mwingine ana karama ya kinabii. Yani manake ni mlinzi wa familia. Hakuna kitu kinachotokea kwenye familia asijulishwe yeye. Ninaona tu kwenye lango la familia na anajidharau. Ulimwengu wao unasema hakuna kinachotokea kwenye hiyo familia asijue. Hata ule eneo akifa mtu anaonyeshwa kwenye ndoto. Alafu ni mlinzi na ana uchungu na familia. Ana karama ya kinabii. Ana macho ya kuona. Mungu anasema yeye akikamatwa familia imekwisha. Ninaona msalaba. Unasema nimekufa kwa ajili yake. Hayo macho narudisha. Naona mtu ananiambia macho yake nimeweka kwenye chungu. Hiyo chungu ipasuke. Yeye akikamatwa, anga imekamatwa. Yeye akikamatwa, familia imekamatwa. Yeye akikamatwa, mafanikio kwenye ndoa hamna. Mafanikio kwa ndugu zake hamna. Yeye ndio lango. Ni mwanamke huyu. Ni mwanamke ana karama ya kinabii. Na anaishia nafsi yake kigoma imegoma. Akikataa kitu ni kama kile kitu ni kibaya. Ulimwengu wa roho inamshirikia huyo mtu. Anabeba kitu cha kimbingu. Anabeba upande wa wazazi wake. Anabeba mpaka kwa wakwe. Lakini haonekani. Hakuna mtu anayetambua. Nasikia sauti kinambia tunamtambua. Si wa kawaida. Ninaona paka nyuma ya nyumba yake. Naona paka uso paka. Ni mwanamke ambaye anatumia sura ya nyoka. Anatumia sura ya paka kuwatembelea vijana, kuwatembelea watu wenye mafanikio kwenye hiyo familia. Rapapa na tumaradi za moto. Achia mikono yake. Naona paka akitembea juu ya bati. Naona paka. Lakini mimi sio paka. Mimi ni jirani yao. Mimi niko kwenye iboma. Nachukia watu waombaji. Namuona mtu anayetoa sadaka kwenye iboma, anaitolea familia, alafu analia usiku kwa niaba ya familia. Ninaona akilia
Amenizuia ningeshamuua mume wake. Amenizuia ningeshamuua mama mkwe wake. Amenizuia ningeshaua watoto wake. Nilitaka kuua mtoto wake, hajafa. Amenizuia. Kwenye mikono yake anabeba moto, kwenye mikono yake anapanga, kwenye mikono yake ana silaha za maangamizi. Akasema tumemdhoofisha. Malaika pita, nafukua makaburi, nafukua makaburi. Hizo nyota naleta. Ndio kuna watu wanapokea nyota, kuna watu wanapokea nyota zao. Pokea nyota yako, pokea. Ndio weshanga, receive it, receive it, receive it, receive it. Pokea nyota, pokea neema, pokea kibali, pokea upenyo. Aliyekaa mbele yake anakufa. Naona tetemeko. Wetu nyonyesho, wale wenye macho rohoni wataona. Ninaona tetemeko, ninaona tetemeko. Tetemeko linapita. Namuona dada anayebeba ndugu zake, anayebeba ndugu zake. Ndugu yake ana roho ya utajiri, ndugu yake ana roho ya utajiri, ana roho ya utajiri, ana roho ya utajiri, ana huruma, ana huruma. Namuona ndugu yake akasema, siku nikipata nitambele dada yangu, nitampa na mtaji. Lakini ana vita, ana vita. Anatakiwa kuomba ni dada yake, anatakiwa kufungua milango ni dada yake. Ni Daudi wa familia, ni Daudi wa familia. Angalia nguvu inapita kwenye viti, nguvu inapita kwenye viti, nguvu inapita kwenye viti. Raba, raba, raba. Pokea Jesus name, pokea Jesus name, pokea Jesus. Angalia, si mmoja anayepokea. Jamani, Yesu ameshuka, jamani, Yesu ameshuka. Wingu limeshuka, wingu limeshuka, wingu limeshuka. Chungamanishe, Yesu ameshuka. Jamani, Yesu ameshuka. Wale wenye macho rohoni watamuona, watamuona, watamuona. Ninaona watu wakubwa, ninaona watu wakubwa wanapokea vitu vyao, wanapokea vipawa vyao, wanapokea heshima yao. Raba, ripa saka. Pokea macho yako, pokea uwezo wako, pokea mafanikio yako, pokea wokovu wa kweli, pokea uponyaji wa kweli, pokea heshima ya kweli. Jesus. Kuna mtu anaponya familia, kuna mtu ndugu zake wanaponywa. Raba, robo shaka, ribo shaka, robo shaka. Inamwona mwanamke ana roho ya uimbaji ndani, ana roho ya uimbaji ndani, ana nyimbo za sifa ndani. Mungu anamwandaa kuja kuwa muimbaji mkubwa. Sasa hivi hajijui, lakini kwenye ndoa yake inapita msukosuko. Kuna wakati anapigwa kwenye hiyo ndoa, na kuna wakati wanapishana mume wake kwa kiwango ambacho anashindwa kuelewa kitu gani kinaendelea. Ninaona nyoka ananiambia, tukutaka. Maana kuja kwenye mikono ya mwanaume atafanikiwa sana, na atafanikisha vitu vikubwa sana. Huyu hana akili, yeye ana akili, yeye anabeba neema, yeye anabeba neema. Huyu tungeshamzamisha kwa wanawake. Huyu ndiye anayeomba, huyu ndiye anayetuzuilia. Ninaona wamepaua nyumba, lakini sioni kama umemaliza ndani. Ninaona vita ambayo inaendelea kwenye uchumi, vita inaendelea kwenye uchumi. Wanasema pigeni hiyo uchumi, pigeni hiyo kazi, pigeni iende slow. Kila kazi iliyotupiwa roho ya konokono, kila naona tu konokono. Halafu naona kazi zilizotupiwa roho ya konokono haziendi kwa spidi, zinaenda kidogo kidogo. Mipango inaenda kidogo kidogo. Pepo likiniambia nimetumwa aende slow, akate tamaa, aende slow, akate tamaa. Leo amepata, kesho hajapata. Leo amepata, kesho hajapata. Tuko kwenye kazi yake kwa sura ya konokono, kwa sura ya konokono. Wewe pepo la konokono, weka mikono juu. Wewe pepo la konokono, wewe pepo la konokono. Anakofanya huyo mtu kazi, toka, achia biashara yake, achia vitu vyao, achia kila kitu cha kwao. Kwenye hiyo mikono, kwenye hiyo mikono, weka mikono juu. Kwenye hiyo mikono kuna kitu navua kwenye mikono, kwenye hiyo mikono. Ndio kwenye hiyo mikono naona mtu kwenye mikono, mikono inawaka moto. Kuna kitu amevalishwa, kuna kitu, pesa zikikani kama mikono imetoboka. Akipata pesa ni matatizo, akipata. Kuna mwingine anaendesha pikipiki, akikamata pesa pikipiki inaharibika, akikamata pesa magonjwa yanajitokeza kwenye mikono, kwenye mikono. Pepo, achia mikono yao. Siku ya kufufuka kwa Yesu, vitu vyao vifufuke, vitu vyao vifufuke, vifufuke leo, vifufuke leo. Weka mikono juu. Wakati umekata, paka uko nyuma, paka uko nyuma, paka uko nyuma, paka uko nyuma. Kuna mtu kijana wake yuko Tanzania, yuko nje ya nchi. Kuna mtu wake yuko nje ya nchi. Naona tu Kenya, naona nje za nchi, naona wilaya Marekani, nje za nchi Rwanda, naona watu ambao wako nje za nchi.
Mungu anasema walipangiwa kifo wale watu, lakini watu wako hapa wameshategua. Hawatakufa, wataishi. Hawatakufa, wataishi. Na wataleta mema. Wataleta mema. Wataleta mema. Kuna mambo yatafanyika kwenye hizo familia niliyotaja. Kuna mwingine mume wake yuko Nairobi. Yuko Nairobi, kazi yake ina yumba. Kazi, naona tu kazi ikiyumba. Ninaona nyumbani kwao wanaandika, amejitahidi, amejenga, ni nani? Amejitahidi, ameleta maendeleo, ni nani? Tunatuma maroho huko. Tunataka tumtegee roho ya ujambazi mwaka huu. Aletwe na keria. Weka mikono juu. Hakuna atakayeletwa na keria. Hakuna. Kuna mwingine wanasema anategewa roho ya mauti kwa njia ya pikipiki. Hakuna. Yesu amefufuka. Yesu amefufuka. Kuna pikipiki naona imeandikwa atakufa na pikipiki, atazikwa na pikipiki. Weka mikono, elekeza ulikotoka. Kuna nguvu inapita. Na kataro ya kifo. Na kataro ya kifo. Na kataro ya kifo. Na tegua ewe mauti na kuzimu. Taka achia vijana. Hawa watu wamekuja hapa wanaombea ndugu zao popote walipo. Kuna mtu anamwombea mke wake yuko hapa. Fahamu za mke wake zinamrudia. Maana sio yeye. Kuna pepo linamtumikisha. Kuna roho inamtumikisha. Kama ni mke wako, nyosha mikono huko. Mungu atarudisha, mtaishi pamoja tena. Kuna kitu ambacho unabeba, hicho kinachopigwa vita ili msiwe pamoja, ili msiwe pamoja, mkiwa pamoja. Kuna kitu mnabeba kinatisha ulimwengu wa roho, kinatisha hiyo familia. Katika jina la Yesu, majibu yakute huko. Kuna watu watatu watapigiwa simu ndani ya siku 7. Simu hiyo itabeba majibu. Ni mawasiliano ya amani, ni mawasiliano ya kushinda katika jina la Yesu Kristo. Nyosha mikono kwa madhabahuni nimalize. Yesu ni mwema. Yesu ni mwema. Jesus, funga macho. Elekeza tu mikono kwa madhabahuni. Gusa kama vile mwanamke aliyetokwa na damu. Hiyo mikono gusa kama vile mwanamke aliyetokwa na damu. Kuna nguvu utaisikia eti.